Amefufuka, hayupo tena kwenye wafu, yu hai. Sio mwingine, ni mwana wa Daudi. Alisulubishwa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka. Ungana nami kwenye hadithi hii nzuri kabisa ya Jumapili ya Pasaka, kufufuka kwa Yesu, kupitia chaneli yako bora kabisa ya Swahili Bible Stories. Maandiko matakatifu kupitia kitabu cha Luka 24 mstari wa 5 hadi wa 6. Mbona mnamtafuta aliye hai pamoja na wafu? Hayupo hapa, bali amefufuka. Kitabu hichi kinathibitisha kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Leo ni Jumapili ya Pasaka. Ulimwenguni kote tunasherehekea hivyo, kwamba ni siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti alifufuka na kuondoka miongoni mwa ulimwengu wa wafu. Yesu baada ya kusulubiwa msalabani aliweza kupata mateso mengi sana, lakini dalili za kuwa Yesu ni mwana wa Mungu zilianza kuonekana pale pale tu msalabani. Askari aliyemchoma Yesu mkuki ubavuni, ikatoka damu na maji. Yale maji akamrukia askari yule kwenye jicho. Askari yule alikuwa chongo, yani alikuwa na uwezo wa kuona kupitia jicho moja. Jicho lingine lilikuwa halina uwezo wa kuona. Mara pap, maji ya ubavuni mwa Yesu yalipoweza kumwagikia kwenye jicho ambalo lilikuwa halioni, pale pale akaweza kuona. Akapiga magoti akisujudu akisema, kweli huyu ni mwana wa Mungu. Ghafla tetemeko likatokea na kiza kikaingia. Akalazwa kaburini, lakini siku ya tatu akafufuka. Wakristo wote ulimwenguni tunasherehekea, tunafurahia na tunaadhimisha kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini imani zinatupeleka mbali zaidi. Nasi tunaamini Yesu anafufuka tena kwenye mioyo yetu. Kama kuna vitu vilikuwa havipo sawa, kupitia ufufuko huu wa Yesu tunaamini vinaweza kufufuka tena. Wakristo wote ulimwenguni huwa tunaamini kama kuna kitu kimekufa kwenye maisha yako, yamkini biashara, afya na maisha mengine tu ya kawaida, huwa tunaamini siku ya Pasaka ni siku ya ufufuo mpya kabisa. Ndugu yangu unanisikiliza kupitia chaneli hii ya Swahili Bible Stories, kama kuna kitu kinakutatiza, eza we ugonjwa, nafasi ya kazi, mpenyo, kibali mbele za watu, kupitia siku hii ya kufufuka kwa Yesu, natamka kwenye maisha yako kila kitu kilichokufa kinaenda kufufuka tena. Haupo tena kwenye kundi la wafu, kama Biblia takatifu ilivyokuwa inathibitisha. Wasikutafute tena kwenye kundi la wafu, kwa sababu wewe umefufuliwa pamoja na ufufuo wa Yesu. Yani kila shida, nuksi, balaa, mikosi utaziacha pale msalabani, na Jumapili hii ya Pasaka ulimwenguni utasherehekea mafanikio mapya. Mungu akubariki sana. Usisahau kulike, subscribe na kucomment channel yako bora kabisa hii ya Swahili Bible Stories. Na huu ni msimu mzuri kabisa wa Pasaka. Tunazungumzia kufufuka kwa Yesu. Sio tu iwe kama hadithi, bali afufuke katika maisha yako na matendo yako, mienendo yako, na yenyewe ifufuliwe na uwepo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Bila shaka umeweza kunielewa, na nakuombea kwa Mungu dua njema, Mungu aweze kukubariki. Vile vile usisahau kulike, comment na kushare. Vile vile usiache kusubscribe channel yako bora kabisa hii ya Swahili Bible Stories.